Boka aokolewa ni makosa ya timu nzima. Mjumbe wa kamati ya utendaji ya Young Africans Alex Ngai amemkingia kifua beki wa timu hiyo Shadrack Boka, akisisitiza kuwa makosa yaliyosababisha bao dhidi ya National Al Ahly hayapaswi kubebeshwa mchezaji mmoja bali ni ya timu nzima. Ngai ametoa kauli hiyo kufuatia lawama zilizokuwa zikitolewa na baadhi ya mashabiki wakidai kuwa Boka alihusika moja kwa moja katika kosa lililosababisha Young Africans kulazimishwa sare ya bao 1-1 dhidi ya National Al Ahly katika mchezo marudiano uliochezwa visiwani Zanzibar. Akizungumza kuhusu tukio hilo, Ngai amesema bao hilo lilitokana na mpira wa kona uliodondoka katika eneo la hatari, jambo ambalo linahusisha safu nzima ya ulinzi na si beki mmoja peke yake ambaye ni Shadrack Boka. Kuwa makosa kama hayo ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu. Kosa limefanyika kwa timu nzima, sio kosa la Boka peke yake. Ilikuwa ni kona, mpira ukadondoka kwenye eneo hatarishi na bao likafungwa, amesema Ngai. Ameongeza kuwa pamoja na matokeo hayo, Yanga ilionyesha kiwango kizuri dhidi ya upinzani wao, kuwa Al Ahly ni timu yenye wachezaji wa kiwango cha juu licha ya wao pia kuwa na kikosi chenye ubora mkubwa. National Al Ahly ni timu kubwa yenye wachezaji bora, lakini hata sisi tuna wachezaji wenye uwezo mkubwa. Ukiangalia baadhi yao mmoja ni wachezaji wa daraja la juu kama Mohamed Trezeguet ambaye tayari ameshacheza katika ligi kubwa, amesema. Alex Ngai amesema benchi la ufundi lilikuwa na mipango madhubuti kuelekea mchezo huo na matarajio yaliyokuwa ni kupata alama 3 muhimu, lakini hatimaye wakalazimika kuridhika na sare ya goli 1-1 kutokana na makosa ambayo ni ya kawaida katika mchezo wa soka. Yote kwa yote, tulionyesha uwezo mkubwa na ushindani mkubwa. Tulikuwa na matumaini ya kushinda, lakini makosa hutokea na hayo ni sehemu ya mchezo, amesema mjumbe huyo wa kamati ya utendaji ya Young Africans Alex Ngai. Young Africans sasa inaelekea nchini Morocco kuwakabili FAR Rabat ambao walikuja nyumbani Zanzibar wakafungwa goli 1-0. Young Africans inahitaji tena alama 3 kutoka kwa AC FAR Rabat ili iweze kuvuka hatua ya robo finali. FAR Rabat ndio imeshikilia hatima ya Young Africans, hivyo wakitoa sare ama kuchukua alama 3 muhimu, Young Africans moja kwa moja itakwenda hatua inayofuata baada ya kurudi nyumbani, ifanikiwa kulazimisha sare dhidi ya JS Kabylie ama kupata alama 1. Hivyo Young Africans itakuwa imevuka hatua nyingine ya robo finali. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Lizo Sports, mpaka wakati mwingine, kwa heri.